Tunashuhudia matunda ya juhudi kubwa za serikali kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Tarime, hifadhi ya taifa ya Serengeti Senapa, shirika la Frankfurt Zoological Society na wadau wetu wa maendeleo, benki ya KfW ya Ujerumani, kupitia mradi wa awamu ya pili wa utunzaji na uendelezaji wa ekolojia ya Serengeti, yani Serengeti Ecosystem Development Conservation Project 2. Lakini ndugu wananchi, kwa mujibu wa sera na sheria ya ardhi nchini, kila kijiji kinatakiwa kuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi ili kusimamia vizuri rasilimali zetu, kupunguza migogoro na kuendeleza uchumi wa jamii yetu. Ndio maana tunasherehekea kukamilika kwa zoezi la kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi katika vijiji 7 vya wilaya ya Tarime. Lakini wananchi 589 kuandaliwa hati miliki za kimila ili kuongeza usalama wa ardhi au wamiliki na thamani ya ardhi yao. Ndugu wananchi, kazi hii pia imelenga kulinda ekolojia ya Serengeti kwa kuhakikisha mapito ya wanyamapori hususan tembo yanabaki wazi, vyanzo vya maji vinatunzwa na uharibifu wa mazingira unapunguzwa kwa kiasi kikubwa kabisa. Uandaaji wa mpango wa matumizi ya ardhi ni hitaji la kisheria na kisera. Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995, sheria ya ardhi namba 4, namba 5 na namba 6 za mwaka 1999 na 2007 kwa lengo la kusimamia matumizi endelevu ya ardhi na kupunguza migogoro. Katika halmashauri ya wilaya ya Tarime, halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na TANAPA kupitia hifadhi ya taifa ya Serengeti Senapa, shirika la Frankfurt Zoological Society yani FZS na ufadhili wa KfW wamekamilisha uandaaji wa mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji 7 ambavyo ni Masulula, Masanga, Kitawasi, Mangucha, Kalakatonga, Nkelege na Nyamilambalo chini ya mradi wa SEDPC awamu ya pili. Malengo. Mheshimiwa mgeni rasmi, malengo ya mradi huu ilikuwa ni kuhimiza uhifadhi wa bayoanuai na maendeleo endelevu ya jamii na uchumi. Pili ni kupunguza migogoro ya ardhi na kusimamia usalama wa milki. 3 ni kutenga maeneo kwa matumizi mbalimbali kama makazi, kilimo, malisho, misitu, hifadhi, huduma za jamii, machimbo na miundombinu. 4 ilikuwa ni kutunga na kusimamia sheria ndogo za matumizi ya ardhi. Na 5 ilikuwa ni kupunguza migongano baina ya binadamu na wanyamapori kwa kutambua mapitio ya tembo na maeneo ya mtawanyiko. Malengo makuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu ulikuwa na malengo makuu yafuatayo. Lengo la kwanza, vijiji kuandaliwa mipango ya matumizi ya ardhi. Lengo la pili, vijiji 7 kupatiwa vyeti vya ardhi ya kijiji. Lengo la 3, vigingi 1108 na mabango 96 ya matumizi ya ardhi kusimikwa. Lengo la 4, watumishi 14 wa halmashauri na wajumbe 49 wa mabaraza ya ardhi ya vijiji kujengewa uwezo. Lengo la 5, wajumbe 156 wa halmashauri za vijiji kupewa mafunzo ya usimamizi wa ardhi. Lengo la 6, wananchi 589 kuandaliwa hatimiliki za kimila. Na lengo la 8 ni kuimarika kwa ushirikiano kati ya jamii, halmashauri na wadau wa hifadhi. Kwa majina naitwa Edmund Tobiko, ni manager wa operesheni kwa shughuli za jamii na hifadhi kutoka shirika la Frankfurt Zoological Society. Mheshimiwa mgeni rasmi, uhifadhi wa bayoanuai na usimamizi endelevu wa rasilimali asili katika eneo hili maarufu la urithi wa dunia una muhimu wa kitaifa lakini vile vile na kimataifa. Hata hivyo, uboreshaji wa maisha ya wakazi wanaoishi katika mfumo wa ekolojia hii ya Serengeti ni muhimu sana na
ni sharti la msingi kwa uhifadhi endelevu ya bioanuwai hii kwa manufaa ya taifa na kimataifa, lakini vile vile tusisahau kwa vizazi vyetu vijavyo. Kwa hiyo kama nilivyokusha kusema mwenzangu Blasi, mradi huu unaitwa ni mradi wa utunzaji na uendelezaji wa ekolojia ya Serengeti. Kwa Kiingereza inaitwa Serengeti Ecosystem Development and Conservation Project. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu unatekelezwa na watu wawili, naweza kusema watu wawili. Mtekelezaji mkuu ni hifadhi ya taifa ya Serengeti, lakini vile vile mtekelezaji msaidizi ni shirika la Frankfurt Zoological Society. Malengo ya mradi, malengo ni uanzilishaji na usimamizi endelevu wa rasilimali za asili pamoja na shughuli za kijamii zinazozalisha kipato katika wilaya zilizopo pembezoni na hifadhi ya taifa Serengeti. Kwa lugha ile ya kwetu utasema ni sustainable natural resource management and support to income generating activities in adjacent district to Serengeti National Park introduced. Mheshimiwa mgeni rasmi, gharama za mradi ni euro 590,000, ni sawa na shilingi bilioni 1.5 za Kitanzania. And CCROs mean that land can't be necessarily reallocated without community consent, and that gives households and communities confidence that land can be protected for the rights of marginalized people and promote equality, especially for marginalized people in societies such as women. Anazungumzia kwamba hati miliki za kimila ni muhimu kwa sababu unapokuwa na hati miliki ya kimila maana yake hakuna mtu anaweza kupora ardhi yako moja kwa moja, lakini vile vile inasaidia kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usawa, hususan katika makundi yale maalum, kwa mfano kina mama, wajane, vijana kadhalika. And it also provides or increases the opportunity for investment in agriculture, which can increase food production and allow people to be eligible for loans, and that increases income and that increases well-being of society. Anasema pia umuhimu mwingine wa kuwa na hati miliki ya kimila inasaidia kuboresha na kuongeza uzalishaji katika eneo lako. And CCROs and land use planning promotes sustainable land management. It helps coordinate areas for farming, for grazing, protecting the soil and the water which is so important, increasing connectivity of land for conservation and protecting biodiversity. Anasema hati miliki za kimila inasaidia kutunza mazingira, lakini vile vile kuheshimu taratibu zote za utunzaji wa mazingira. And it's got a strong legal basis in the Village Land Act of 1999, which allows individuals and collective land ownership for the management of sustainable forests and sustainable rangelands, for example. Anasema pia hati miliki za kimila iko kisheria na mwisho wa siku inaendelea kusaidia maisha yetu. So just to summarize, CCROs, they secure land tenure for households and communities, and they decrease disputes and conflicts. Anasema kwa kumalizia, anasema hati miliki ya kimila inasaidia kuhakikisha kwamba kuna umiliki wa ardhi, lakini vile vile inasaidia kupunguza changamoto ya ardhi kati ya mtu na mtu, kijiji na kijiji, lakini vijiji na hifadhi. And they also allow for increased agricultural investment and access to loans, increased equality, and sustainable natural resource management for grazing, forests and biodiversity. Anasema pia umuhimu mwingine wa hati miliki ya kimila ni kwamba ukiwa nayo inakupa uwezo wa kuweza kukopa hata benki na ukafanya shughuli zako za maendeleo. And so with these 589 CCROs, that is just the start in many ways. We hope now that the villages and the district now have the capacity to scale this up as demand increases, so that everybody has the opportunity to benefit from this process.
Kwa hiyo nasema kwamba kwa tukio hili ambalo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya atalifanya baadaye, kuna jumla ya hati miliki ya kimila 589. Huu ni mfano tu, lakini kwa kupitia mradi huu manake ni kwamba tumejengea uwezo wananchi, hususani viongozi wa kijiji, lakini vile vile tumeweka mifumo ya teknolojia kwa level ya wilaya. Manake ni kwamba sasa kwa mifano hii kwa siku ya leo ni mifano tu wa hati miliki ya kimila chache. Hii hadi kukutunzia hadithi yako, hakuna mtu kutunzia hadithi yangu, hakuna mtu atakayeleta mgogoro kwa hadithi yangu. Na hii hadithi nitaitunza vizuri na nitaweza kwenda hata kukopa hata pesa benki. Nisaidia kufanyia kazi yoyote hili mahali ya kuwatunzia hata watoto wangu wote, familia yangu yote nitaitunzia hii hadithi. Nashukuru sana serikali kwa kunipa hati hii na nitakuwa naitumia hata kuomba mkopo. Nimeshukuru, nimefurahia sana kwa kupata hii hati. Kwani mpaka sasa serikali imeonelea kwamba itoe elimu na uwe mfano na kwa wale watu ambao watakuwa kuiona hii kitu kwamba ni faida kwa jamii inayoendelea iweze kuendelevu, na ili hata mtu mwenyewe kuweza kujikatia kuondokana na matatizo ya migogoro kati ya ndugu yake na majirani na ndugu zake wengine. Kuna swala zima la migogoro. Mimi wananchi nawaambia wananchi wenzangu kwamba hii hati unaipata itakuwa ni fursa na ni ulizi wako kuwasaidia hata na watoto wako.